Sasa nataka nikuwekee hapa clip ya mama yake na Wema Sepetu usikie kile ambacho alikizungumzaga. Hapo ndipo ambapo utaamini kwamba kweli mama ni mama na hakuamua kumwacha Wema Sepetu, alimpambania katika kila hatua mpaka kufikia kwamba mpaka kuhakikisha kwamba anaona hatua yake ya mwisho itasoma nini, kama Mungu atakuwa ameamua kumwacha kweli au vipi. Sasa nisikupotezee muda sana, naomba nikukumbushe kwamba hapa nitakuwa nakuletea updates nyingi zaidi. Kwa hiyo point ya msingi, hakikisha umebonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa. Mimi ni Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa msikilize vizuri kabisa mamake na Wema Sepetu. Kumbuka hii ni kumbukizi ya kila ambacho mamake na Wema alikizungumza. Msikilize kwa makini, alafu utaniachia comment yako. Najisikia furaha. Kwanza Wema ana upendo sana. Wema ana upendo sana. Wema anajali kila mtu. Wema ana roho ya huruma kama jina lake. Katika watoto wangu Wema she's my last born. Sina la kusema. Najisikia faraja. Yale yote kwa kweli wanaomsema Wema, mimi nikiwa mzazi naona is nothing. Sioni kama kuna chochote ambacho anamzungumza, kwa sababu yuko tofauti. Wema ni mtoto mmoja mwenye uvumilivu wa hali ya juu. Wema ana mapenzi, anapompenda mwanamume anampenda kwa dhati. Unaambiwa siku zote mzazi haui, mtoto anaua. Mimi kipindi Wema anapata haya matatizo, sikurudi nyuma. Nimehangaika usiku na mchana. Watu wengine wanasema muache, nikasema hapana. Na najua nimefanya nini kuhusu Wema. Na najua Wema aliwekwa kwenye wakati mgumu sana. Sisi binadamu ni watu wabaya sana, hasa watu weusi. Ni watu wabaya sana. Wema hakuwa na marafiki wazuri. Nazungumza leo mpaka kesho. Nimemwambia Wema, rafiki yako ni mama yako, dada yako. Rafiki yako anakuchimba chini hujui. Wema alikuwa sio Wema. Mimi nazungumza, Wema alikuwa sio Wema. Mimi kama mama nimetembea usiku na mchana kuhangaika Wema akae awe Wema. Wema amechezewa na kila mtu. Wema amechezewa na wasichana wengi ninaowajua mimi. Ni wanafiki wengine wamekuja hapa nilikuwa nawafukuza. Wema mimi sikumzaa kwa ushirikina. Lakini Wema alikuwa anapelekwa kwa waganga. Mwanangu alikuwa kama mwehu. Wale wanaompeleka wale wanakuja kwangu, mama mshughulikie Wema. Nasema Wema kuniomba msamaha ni wajibu. Ameshakuwa na amejua nimesafa vipi.